Na majira ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV. Tarehe ni 3 na mwezi ni wa 3 2026, na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and all in town, DJP Rajab Wakili Kabonga aka One Man Army, ambaye iko na kurushia hizi matangazo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kubwa leo ni kwamba siku hii ya leo ya tarehe 3 kumeripotiwa mapigano makali kati ya muungano wa M23 Twirwaneho Red Tabara wakitwangana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waza kwa maeneo ya Minembwe, ikiwa vitongoji vya Kakenke, ambako mpaka sasa hivi hali imekuwa iko yenye kutaruki sana. Nitakuletea dondoo zote kamili za mapigano ambayo yamefanyika leo kwenye taarifa zetu za Amka na Baraka1 TV, lakini kwa hali ambayo jinsi iko inaendelea na kwa ripoti ambazo tuko nazo mpaka sasa hivi ni kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kufanya vizuri, na usishangae ukaletewa habari za kusema kwamba sasa hivi Minembwe yote imeingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nazungumza kwamba usishangae ukaambiwa kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua Minembwe yote leo hii. Kankeke ndo sehemu pekee ambako moto umekuwa ni mkali sana, na vikosi vyetu vinakaribia kuchukua uwanja wa ndege na sehemu zingine mbalimbali ndani ya kitongoji cha Minembwe. Kwa hiyo kwa taarifa kamili endelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo yote yataenda kulingana na harakati ambazo ziko zinafanyika. Unajua, baada ya kuchukua baada ya kuchukua maeneo ya Mikenge, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi lake imekuwa ni vyema sana kutokukaa pale kwa muda mrefu, kwa sababu kitendo cha kumpiga adui inabidi kumfuata mpaka kwenye anakimbilia. Sasa hapa kuna sintofahamu mbili. Moja ni kwamba upande wa Luberike na sehemu za Pena Ruzizi, magaidi wa M23 na nazungumzia Lubarika, M23 na sehemu zingine wako wanaanza kuingilia vijana, kukamata vijana kwa kinguvu, kuingiza kwa jeshi. Sasa hawa ambao wako wanakamata kwa nguvu watakwenda kutumikishwa kama vile ngao. Unaona, kwa sababu hali yenye iko na kuja huko Minembwe ni kubwa sana na ni yenye kuleta wasiwasi kwa M23, kwa sababu gisi mazingira yatakuwa wakipigwa Minembwe, wakitolewa Minembwe itabidi washuke hivi wote wakimbilie mpaka maeneo ya Lemera. Unaona gisi hali itakuwa, watakimbilia katika utawala wa Bafuliru. Huko pia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitakaa macho ikifumba, hapana, itabidi ishuke nao. Sasa ikishuka nao itakuwa ni milima, wao atashuka mpaka wanaingia mpaka maeneo ya Bwegera, na ikifika Bwegera hivyo wanashuka chini. Haya inakuwa sasa kukimbizana kwenda maeneo maeneo ya Luvungi, na wale wenye wako Sange pia Kabunambo na wapi itabidi wachukue njia waende wanakimbizana. Na nzuri ni kwamba majeshi ya Rwanda RDF, kutokana na taarifa kutoka ndani ya ikulu ya Kagame, imekubali, serikali ya Rwanda imekubali kuvunja defense yake ambayo imeweka, donc watoa ma RDF wake ambao wako chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na utakumbuka kwenye taarifa zetu mbalimbali za awali tumekuwa tukizungumzia kwamba M23 Goma wanaanza kuondoa kije yao quartier general na kupeleka Bunagana, huku mlolongo wa RDF wakitoka kwenye maeneo mbalimbali ya mji wa Goma wakijisogeza kabisa pembezoni na mpaka, huku wakifanya mlolongo kuanzia ndani ya mji wa Goma wakijinyoshea mpaka kuingia Gisenyi. Hii hapa iko na ishara tofauti sana, iko na ishara mbalimbali za kuonesha kwamba Rwanda muda wote kuanzia sasa hivi Bukavu itakuwa wazi na Goma itakuwa wazi na sehemu zote ambazo kuko M23 itakuwa wazi. Hapa wanaosumbua ni hao Twirwaneho ambao ni washirika wa M23. Wenye Rwanda wao wako na sehemu zao za kwenda. Sawa? So Twirwaneho nao pia itabidi sasa washuke, wafukuzani na wenye Rwanda, waende wote njia moja. Si wote ni wamoja, itabidi watoke huko washuke, na FRDC haitawaacha tena kule milimani. Hakuna Mnyarwanda wote mtabakia milimani tena.
So ndo hali yenye iko inaendelea huko milima ya Nyanja ya Juu. Mapigano yamefanyika hivi leo na yako inaendelea mpaka sasa hivi. Kwa ripoti zingine kamili tutasomea kwenye matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV. Hebu tusikize kuna nini huko kwenye mitazamo na wananchi wetu. Jambo rafiki yangu Rajabu. Wewe mzima wa afya? Bwana ni hatari. Mambo yanakia mabaya kweli. Yenu unatangaza ni kweli. Marekani inaendelea kumwambia Kagame atoe jeshi lake kuanza Bukavu mpaka Goma na maeneo yote ni wanashika, watoke waende mpaka Bunagana kule ngambo za Sabinyo kule. Unasikia? Baende Sabinyo. Sasa habari yeneko kwa sasa Bukavu, ofisi zote wanaanza funga virago vyao. Vitu vinaanza sombewa kimya vya maofisi kupelekwa Bunagana. Vitu vinaanza kwenda Bunagana vya ofisi. Ndo habari hiyo, ndo siri ene napenda nitoe kwa sasa hivi. Habari ene iko baada ya yeye Kagame kutoka huku, ametuma taarifa kimya kwenye viongozi vya M23 waanze kutoka kimya, wote waende kukutanana Bunagana. Ndo habari hiyo ene iko kwa sasa hivi. M23 kwisha. Na habari ingine inaonekana Wanyarwanda watatafuta kwenye watatia pua zao. Kuna Mnyarwanda mwana alisema hivi, Kagame yene ametuletea kutuingiza mambo ya Kongo, tutatafuta kwenye tutaingiza pua hivi, wajue kama Wakongomani wanaenda kuokoa Wahutu wa Rwanda. Wahutu wa Rwanda wanataka mata nafasi yao ya kurudia kwao. Kwa hiyo huyo mtusi alisema tutatafuta kwenye tutaingiza hizi pua zetu. Alipita anatia kidole kupua. Iko nasema hizi pua tutatafuta kwenye tutaziingiza kwa kitu kiene Kagame alitufanyizia miaka 13 yene alienda angamiza Bakongomani na zingine inchi zene aliingiza emo jeshi lake. Kwa hiyo sisi Watusi tutatafuta kwenye tutaingiza pua. Ndo habari ene alisema hiyo mtusi huyo. Kwa hiyo mambo ya Watusi kuisha mu Afrika, watatafuta kwenye wataingiza mapua zao. Ndo habari hiyo rafiki yangu. Wote Bunagana ndo kwenye wanaambiliwa waende Sabinyo. Ndio kusema Wakongomani waweke roho chini, wasio wenye kuogopa. Wale ni watu tu wanaongea, sisi tunatisha wale wenye moyo labda ni mtu ako na pressure, atasikia hao ni watu wakali na akimwona kwa mbali ataanza kukimbia. La, sisi sio wapweke, hapana. Tumewajua, tumejua namna wanatumika. Message ya mwenyewe amesema, sijui aliwaambiwa na mtu wa Rwanda, sijui watafanya nini watita wa Somalia na nini. Anaongeza kwa ule msichana. Isiwe kama ni information tupate sasa kama yeye anatuambia. Ileta Andre Dampie mwenye ako mbali kusema wao watakuja, sisi ni wanatona kama vichuchu namna wanasema, lakini la sio hivyo. Kumbuka message ya Corneille Nangaa ni kuambie, alisema hivi, hiyo ni neno ya tulizo. Alisema hivi, nous sommes presque à la fin de la guerre. Analizo ça, tulikuwa kwa masomo tunajua vile ya kufanya maanalizi. Nous sommes presque à la fin de la guerre. Qu'est-ce qui est arrivé? Wangapi walienda? Ndio wakubwa wa ile jeshi na wanaongoza. Si walienda. Attendons seulement la fin, prions pour nos vaillards militaires, wazalendo na wa FARDC wafanye kazi bila kuintimidate. Sababu yenyewe niko nasema tusiuishe watu wakikimbia kuona mtu ni mrefu ako na pua mrefu anasema kilugha sijui ya huko ya wale wakimbizi, alafu anamuogopa. Ni kama tunawapea nguvu sana, sio maradi. Ce ne sont pas des esprits wale wenyewe invisibles, ce sont des mortels. Tusiwaogope kama des immortels, hata kama watakusanyana kutoka mbali. Nilisema hapo awali, hakuna kabila ambayo itasema tuishe
duniani sababu ya kupigania yenye sio haki. Un oppresseur ne le dira jamais, ne le dira jamais. Wataenda, mais nous resterons congolais dans la patrie qu'on appelle le Congo. Kumbuka vita à Vietnam avec les Américains, le plus fort du monde. Vietnam iliisha kukarte ya dunia ama ilirani? Est-ce que ba Vietnamiens waliisha? Non, les Américains au contraire ils ont vu que nous sommes formés, nous sommes en train de nous faire tuer pour des inutiles. Aujourd'hui Vietnam ni eta yenye iko. Kweli ni mateso inaingia kwa Kongomani. Tutulie sisi wa Kongomani na kila kitu itakuja kujishia vile wale wako naenda wale wengine wenyewe walikuwa najigamba. Mara ngapi Makenga alikuwa anasema? Si hapa juzi aliongea. Njoo wakati alionyesha sijui vikosi yake ya watu 30 sijui na ngapi, 1030 na ngapi ile. Alionyesha sasa wanakuja kugomboa. Sasa yeye atawaona. Wilingoma alikuwa akisema nini? Aliona. Na ngako nasema ataona. Hakuna mwenyewe anajua kesho yake, lakini wakongomani avec nos enfants si nous leur disons la vérité wataona kesho. Basi nakuomba Bwana Rajabu, hata kama hautaipitiza kama ya wengine kwenyewe unapitiza hii, ambia wakongole d'être calme avec cœur doux. Nous vaincrons avec notre armée, avec notre président, avec nos cœurs debout comme dit l'hymne national. Nous vaincrons. Vive le Congo, vive les héros Zalendo, vive les FARDC, vive tout le monde, vive vraiment radio ambao kweli naongoza. Ile ndio maono yangu. Basi watu wasiogope na wasifika na tutisha wenyewe kusema maneno mrefu, hapana. Ne soyez pas des analystes pour intimider nos frères et sœurs. En tout cas, soyez unis, donnons un cœur ya kusema tutashinda, na tutashinda tu, sio kuwatuliza moyo. Nous sommes déjà de vainqueurs. En tout cas, na mvainqueur anakuyaka hajulikanake, me mvainqueur anaonekanaka kwa mtu ni kwa mtu. Sawa, asante. Jambo Papa Rajabu, jambo Papa Seko, habari tena ya mchana, ya jioni. Bwana, sisi tuko salama kabisa, tunashukuru Mungu. Tunaona tena unaingia hapa nchini Uganda ambako tupo. Tunamshukuru Mungu kabisa. Tunashukuru kabisa, tunashukuru sana. Neno moja nilitafuta kusema juu ya Lawrence Kanyuka ambaye ametangaza ya kwamba habataki CCLF tena. Na kuko siku balikuwaka CCLF, basi ndio alisema habataki CCLF. Hakuna siku balikuwa CCLF, balikuwa wanapigana. Ile yote ni kuonesha kama bako banatafuta njia sasa ya kukimbia. Ni njia ya kukimbia ile bakwamo. Sasa inafaa waonyeshe kama bangali na nguvu za kupigana, lakini bako banakimbia tu, bako banakimbia. Habatakaa tena, habawezi kaa tena papa. Nyoka ukikata kichwa haliwezi tembea mzuri. Njoo vile mambo iko. Siye tunajua kwamba wale walishapigwa, walishashindwa na nguvu zao zimepungua. Na kama hawaji ripoti, kama hawakimbie batoke nje, bataishia mwa ile budongo tu, batamfuata mwenzao. Juu kiburi kinauwaka. Hii vita bakiendelea tu kupigana. Maana yake iko na ngoya Kagame naye atoko kiti akuya apigane kusudi yenjwa itakuwa CCLF ya vita. Juu unaposoma Biblia unakutana wakati Sauli alitoka kukiti cha ufalme akaenda kupigana, hakurudiaka, alikufaka kabisa. Juu hii kiburi yote bako nayo ni Rwanda iko na badanganya, muendelee, tuko nyuma yenu. Orke benyi banakufa wa mingi ni wakongomani benyi bako mwa ile vita. Ndio benyi bako banakufa wa mingi. Wanastumaka sawa Banyarwanda 6 ama 7.
bakuongoza wengine, lakini benye banakufa wengi ni bakongomani, ni watoto yetu benye bako bana ramanse bana bakamata par force, njo benye bako banakufia mu vita. Me kweli kama bangelikuwa na akili timamu, bangelikuwa na akili, bangesema hivi vyote vyenye tulifanyaka, gouvernement tuhurumia, tutapigana tena, tumetoka mwa hivi na vinaishia pale. Lakini hakuna, Batusi bako banabadanganya, tutapigana, tutakamata inchi, tutapigana, tutakamata inchi, orke bako banabamaliza pole pole. Gouvernement ni gouvernement, hawezi shinda gouvernement. Njoo vile ndugu yangu, tunashukuru sana, tunashukuru kabisa. Mambo ya rais wetu kusema atoke kupouvoir, atoke ukiti, kwa hiyo wakati ile ni ndoto ya bubu, hawezi toka papa, hawezi toka. Basi alisha planifie pei tangu aingie, basi sana meingia ni muvita, na mpaka leo miaka yote anamaliza iko mu utawala. Kuko wakati bali mupumzisha aseme aplanifie juu ya pei, haiwezekane, hawezi toka hivi hivi. Kwenye anafikisha pei bamwache aendeleshe, manda ingine aendeleshe, tuangalie planifikasio yake jinsi ataiongoza pei. Nani mwenye munawaza tuko naye mwenye anaweza ongoza Kongo tena apare Felix? Simuone, sijamuona, iko wapi? Muache aingize generation yetu mujeshi, munani mu gouvernement, aingize generation yetu mu gouvernement, na mule ndio atakuwa anasiblana, anasema huyu anafaa anajisogeza, huyu anafaa anajisogeza. Me hawawezi mushutisha sawa kumwepose ademisione, haiwezekani, haiwezekani. Mwanaume anafanya kazi apata hivi aseme aache pouvoir, bafanye uchaguzi kusudi bachagule nani? Wale ba mwizi, wale babandi. Ile neno haipo bwana, haipo kabisa, haipo. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Big up kwa wote ambao mko mnatusikiliza, ndugu jamaa na marafiki. Mengine tukutanane majira ya saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka1 TV, ambako utapata taarifa kamili ya yote ambayo yako yanajiri kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi sana haya yote ambayo yako yanaendelea maeneo ya milima ya nyanja ya juu, Minembwe pamoja na sehemu zingine mbalimbali, na pia maendeleo ya vita yenye iko nafanyika huko kati ya Israel, Iran na Marekani. Vita hii imekuwa ni kubwa sana, huku maafa yakianza kuonekana kwa bara la Afrika. Baadhi ya nchi Afrika zimeanza kulalamika tayari kukosekana kwa mafuta, na pia mafuta imeanza kupanda bei. Bye bye. Hii ni hopital general de reference ya Mikenge. Hapa tuko le 2 mars 2026. Tunakia kuvisite, tunakia kuangalia jinsi bajinga pigwaneo M23 bar RDF AFC. Hapa tuliwanyanganya FRDC pamoja na wazalendo. Tumewanyanganya hapa a partir ya jana le 1er mars 2026. Ndio tumewanyanganya hapa, tumewafukuza na wote wamekimbia, na tutahakikisha tunawafuata mpaka kule kwenye wamekimbilia. Ndio mpango ile, ni kusema wameharibu kila kitu. Hii ndio hospitali, mnapaswa kujua kama hii ndio hospitali yenye inakuwaka inaswanye population ya msektere ya Itombwe, donc umu plateau umu savane. Alors ko bameharibu kila kitu. Tunaomba kwa gouvernement d'ici déjà armée régulière na wazalendo tulishakaba hapa. Tunaomba gouvernement iangalie namna gani itaasiste hii hospitali. Pia tunaomba population
ya Mikenge, wale watu wenyewe walikimbia, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia maeneo za Itobo Fore, wenyewe wanaweza kuwa walikimbilia Mutambala, Kanguli na kadhalika. Tunaweza waomba waanze kurudia, sababu deja mwingine ya Mikenge iko sous contrôle armée régulière pamoja na wazalendo. Et encore une fois, nous sommes le 2 mars 2026. Moi qui vous parle, je suis Oboïla Mouila Dalton, le porte-parole de la coordination provinciale des VDP, donc les volontaires pour la défense de la patrie dans les Sud Kivu. Je suis à Mikenge présentement, nous sommes les deux, comme je vous l'ai dit, les 2 mars, nous sommes les 3. Nous sommes le 2 mars 2026. Je suis à l'hôpital général de référence de Mikenge, donc zone de santé du Tombwe. C'est là où je suis pour le moment. C'est depuis hier où nous avons attaqué les M23 par RDF, les Tuguanéo AFC. Hier, nous les avions attaqués. Ils ont pris la fuite vers Mikarati, Kamombo. Mais pour le moment, la situation est sous contrôle. Donc, la cité de Mikenge revient totalement sous les mains, entre les mains de ses propres fils. Donc, nous demandons à la population de Mikenge, qui se trouve à Kanguli, qui se trouve à Itombe Forêt, de retourner à Mikenge parce que pour le moment la situation est sous contrôle de Wazalendo et FARDC. Encore une fois, merci. Tosengi na batu nyoso oyo bazomona ngai molobeli ya Wazalendo na Sud Kivu, nazo senga na bango bayebisa population oyo ekimi parce que awa bomoni nazali boso nazali na oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo eza hôpital général de référence ya Mikenge, oyo yebi Mikenge amo déjà naza na hôpital. Tobeta ki ba munguna awa M23 bar RDF AFC, tobeta ki bango lobi, tobengana ki bango bakima ki bango nyoso ba palangane, mususu bakendaki na kote ya nini ya Kamombo, mais na banzi ke na makeke tozana na yango tozolanda bango ti na Kamombo na Bijabo na kazi kuna nde bakimaka mikolo mingi. Alors tozali awa na iko pesa information ya kolobake mboka ya Mikenge ezali na maboko ya gouvernement, ezali na maboko ya FARDC, ezali na maboko ya Wazalendo. Merci. Bako sabino te, Mungu na aza makasi te, tokolanda ye bisika autaki. Merci beaucoup.